kabete.ac.ke au tembelea tovuti Kabete National Kipindi ni Kenya Leo. Hapa tunaangazia masuala ya uongozi bora na siasa. Kwa ufupi tunachambua masuala kinaga ubaga ili mradi na husu maisha mwananchi Mkenya. Imekuwa wiki iliyojaa siasa za mchujo wa vyama vikuu vya kisiasa nchini. Tukio kuu limekuwa ni chama tawala cha Jubilee kushindwa kabisa kufanya mchujo kote nchini hapo Ijumaa. Rais Kenyatta amelazimika kumwagiza naibu wake William Ruto kuchukua usukani katika makao makuu ya chama, huku mipango ikianza kuandaa mchujo upya kesho kutwa na hata Jumatano, ambayo ndio siku ya mwisho kulingana na tume ya uchaguzi nchini. Katika ODM, tishio la chama kupoteza vigogo baada ya Dr. Paul Otuoma kujiuzulu na kutangaza kuwa mgombea huru baada ya madai ya wizi wa kura zake huko Busia. Aidha, mengi yanatarajiwa kesho, ODM kikifanya mchujo wake katika ngome zake za Luo Nyanza. Kwa hivyo leo kwenye Kenya Leo tunatathmini mustakabali wa siku chache zijazo katika chama tawala cha upinzani. Mimi ni Tom Japani, katika studio kuchanganua masuala hayo ni Senator Makueni, Mutula Kilonzo Jr. pamoja na wakili mtajika Bobby Mkangi, na tunamtarajia pia mbunge wa sehemu ya wakilishi bungeni ya Kikuyu Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Na kama ilivyo ada yetu, tunaangazia zaidi, tunauliza swali kuhusu swala kuhusu IBC ama tume huru ya uchaguzi nchini IBC. Je, wao ndio wanafaa kuandaa uchaguzi wote wa kisiasa ukiwepo hata mchujo wa vyama vya kisiasa, yani primaries wanavyosema Waingereza? Je, uchaguzi wote wa kisiasa ukiwemo hata mchujo wa vyama vya kisiasa utekelezwe na IBC? Unaweza hata wewe msikilizaji kutuma ujumbe wako na kuchangia kwa kutuma ujumbe mfupi kwa nambari 22277 au Twitter @Radio Maisha na ukurasa wa Radio Maisha kwenye Facebook. Sasa basi, karibuni sana katika studio Mheshimiwa Senator Mutula Kilonzo Jr. Asante sana. Na pamoja na wakili Bobby Mkangi. Kama kawaida, asante. Katika Kenya Leo tunapatia nafasi kutuelezea tu wiki yako imekuwa namna gani, wakili? Wiki imefana, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote, hali na mali, afya. Zimekuwa wiki mbili, manake wiki jana kidogo hatukuwa na likizo ya Pasaka. Kwa hivyo ilikuwa kupumzika kidogo, ingawaje siasa zilikuwemo. Noga sana siasa. Lakini ilikuwa ni wakati pia wa mambo ya kiroho na kutembelea na kuwa na jamii zetu. Kwa hivyo siasa tukaziweka nyuma kidogo. Pembeni kidogo, inabidi vizuri sana. Mheshimiwa Senator, wiki yako imekuwa namna gani? Wiki yangu ilikuwa nzuri. Kwanza niseme kwamba sisi wana Makueni tumebarikiwa na mvua nyingi sana. Kulikuwa na ukame sihaba, na sasa na barabara mmezijenga, kwa hivyo watu watatiziki. Barabara zimejengwa na nani? Bado tumepitia kwa matope. Unajua kawaida tuvumilia tu. Kwa ni baraka, lakini ni baraka, lakini kama ni mabarabara sisi tuwavumilia kwa Wakenya. Jambo la pili, mimi nimepata barua kutoka kwa tume ambaye nasimamia uchaguzi wa watu wa Wiper kusema kwamba mimi sina pingamizi yoyote katika kiti cha useneta Makueni. Kwa hivyo hakuna mtu yoyote katika Makueni nzima ambaye amejitokeza kwa tiketi ya Wiper kwamba angependa Hakuna.
Oh, okay. Bas, mimi kwa hivyo nawatazama wale wengine. Nyingi sana unazo huko Makueni, sio? Ni kazi tu. Unarudi Senate. Nilikuwa namjulisha kwamba yeye pia ni seneta wangu kule Makueni. Kwa sababu mama yangu anatoka kule Makueni. Mahali panaitwa Kilungu. Kwa hivyo kwa namna moja ni seneta wangu. Mimi nina wawakilishi wengi hapa Nairobi, Kilifi, Makueni, hata Mombasa. Na wote wanafanya kazi nzuri. Wengine wanajaribu. Nadhani hapa seneta ana mpinzani, kwa hivyo ni watu wa kule nyumbani wamesema kwamba anafaa. Atosha mboga. Sawa. Wiki hii imeisha huku Rais Uhuru Kenyatta akiwaomba radhi wanachama wa Jubilee baada ya usimamizi kufelisha mchujo kote nchini. Rafael Tuju ndio katibu mkuu wa chama cha Jubilee, na kabla zoezi zima la mchujo alikuwa na haya ya kusema. Backup measures. We have up to 8 choppers on standby to go to all the counties that may have these controversies, and we'll add materials which can be used instead of the ballot papers. We unreservedly apologize for the underpreparedness, for the magnitude and scale of the nomination exercise. Huyo amekuwa Rais Uhuru Kenyatta. Na hata baada ya kujigamba kote huko, mchujo ulikosa kufanyika katika kaunti zote 21 zilizofaa kufanyika Ijumaa. Kote wafuasi wa chama walilalamikia ukosefu wa karatasi za kupiga kura. Vyombo vya habari vimebaini kwamba makao makuu ya chama yalichapisha karatasi chache zikilinganishwa na idadi ya wanachama wa Jubilee. Jubilee yadaiwa kuwa na wanachama milioni 7, lakini karatasi zilizochapishwa zilikuwa 30% ya idadi hiyo. Wanahabari vile wamebaini kwamba tenda ya kuchapisha karatasi za kura zilipewa jamaa wa wakuu serikalini, na hivyo ilikuwa vigumu kuwafuatilia ili angalau watekeleze kazi safi kwa wakati ambao uliofaa. Katika baadhi ya maeneo mfano Igembe na Embu kulipatikana karatasi ambazo zimejazwa tayari kwa manufaa ya wagombeaji fulani. Swali msumari siku ya leo ni, je, uchaguzi wote wa kisiasa ukiwemo hata mchujo wa vyama vya kisiasa yani primaries utekelezwe na IEBC? Ningependa kwanza na Senator, karibu katika Kenya Leo, na utuelezee ukiangalia haya yote ambayo yametendeka, ODM, Jubilee, hata Wiper kule Changamwe kumekuwa na malalamishi mengi, na anaitwa Peterson Mitau amelalamika, amesema ameshinda lakini alinyang'anywa ushindi. Kote nchini imebainika wazi kwamba vyama havina uwezo wa kufanya mchujo kivyao. Haijabanika wazi, na ni vizuri nikosoe kidogo kwa sababu ile mchujo ambao uliendelea Changamwe, ndio utata ulitokea wakati walikuwa wanapatiana matokeo ya uchaguzi. Lakini kama ni makaratasi na watu kupiga kura, wote walipiga kura. Nianze kwanza mwanzo. Mwenzangu Bob Mukangi alikuwa mtu ambaye tunamuita almaarufu expert katika kamati maalum ambayo iliundwa na CORD na Jubilee katika bunge letu la kitaifa na seneti, tukiangazia maneno ambayo ya kura. Na kitu ambacho tulikuwa tukijiuliza kikatiba, mimi nilikataa wale ambao walisema kwamba IEBC wanafaa kupatiwa nafasi waangalie ama wafanye party primaries. Na ni kwa sababu katika katiba hiyo kipengele cha 88 ukipenda AE, IEBC wamepatiwa ile ruksa ya kutatua mzozo ambayo itatokea baada ya primaries. Kwa hivyo wale ambao na ni wengi wale wa Jubilee ambao tulikuwa nao katika kamati hii walisisitiza kwamba chama chao kinataka IEBC ifanye mchujo wao ambao sasa umeona banika wazi wangeweza kufanya. Jambo la pili, si vizuri kusema kwamba vyama vya kisiasa haviwezi kufanya mchujo wao, kwa sababu vyama vya kisiasa vilijua kwamba kura zitafanywa mwezi wa 8. Vyama vya kisiasa vilianza kuuliza wale ambao wanataka kugombea wapatiane makaratasi yao mwaka jana.
Matarehe za uchaguzi zilipatianwa kitambo, na mimi sikubaliani na wale wanasema kwamba kama chama cha Jubilee wale wanasema kwamba hawakutazamia kwamba watu watakuja wengi. Na umesema vizuri, katika kura ambazo zinasemekana walichapisha ni 30% peke yake. Hiyo ni kiasi kidogo sana. Wale ambao wamejitayarisha vizuri wanajua kwamba lazima kuwe na 50% minimum ya watu ambao watajitokeza kupiga kura. Kuna jambo labda hujaliangazia na lazima niliseme. Ule utata ambao uliona katika bunge la kitaifa na bunge la seneti mwaka huu ulikuwa ni njia gani ambayo itatumika kwa mchujo. Utatumia register ya chama ama utatumia register ya IEBC. Huo ndio utata ambao umeuona katika ngome nyingi za Jubilee, kwa sababu watu wameenda kupiga kura na wamekuta majina haya yako katika register. Ndio kwa sababu hao walianza kitu kinaitwa smart card, wale wengine walitumia njia zingine. Lakini njia mwafaka haijaonekana na haijawekwa kisheria ili vyama vya kisiasa viwe vinaweza kupatiana register kamili kabla ya mchujo. Hilo maneno ni mbaya. Wiper mnatumia daftari gani? Tunatumia register ya chama. Lakini kule ambapo nimesikia kule ambapo watu majina yao yaonekani, wengine pia wanaweza kubaliwa. Hilo ndio jambo ambalo ninasema linaweza kuzua utata, kwa sababu lazima kuwe na register ambayo sasa inatumika ya IEBC. Haijaongezwa wale ambao walichapishwa katika kitu tunakiita MVR2, Mass Voter Registration number 2. Majina yao mpaka sasa hawajawekwa katika register hiyo. Kwa hivyo mtu akipiga foleni masaa ambayo uliona watu walipiga foleni, sehemu zote, hata sehemu zile zimetoka wapinzani na zile zingine za Jubilee, unakuta watu wanakaa masaa mengi na wapati majina yao. Ni jambo ambalo linafaa. Mheshimiwa, labda unaweza jua bajeti ya IEBC kwa uchaguzi wa imefika bilioni 40. Bilioni 40. Imefika bilioni 40. Na ndio kazi ambayo tunatarajia vyama vya kisiasa vifanye. Bila hiyo bilioni 40. Uone kama ni uwezo, yani kukosa uwezo kwa vyama. Umesema pesa. Ni uwezo wa pesa. Uwezo ni pesa. Uwezo pia ni watu wa kufanya hiyo kazi. Na hata kitaaluma pia unaweza pata kwamba hakuna taaluma, ni vile tu hatujajiandaa. Kuchapisha ballot papers ni kuuliza kila mtu akupatie picha. Kama ni register ni kuuliza kila mtu ambaye ni mwanachama wa chama hicho akuje aandike jina lake, umpatie kadi yake ili akija katika polling station apate jina lake lipo ama alipo. Ni kwa sababu kile kitu tunakiita political parties fund ambacho tumekiweka kikatiba kipatiwe vyama vya kisiasa. Pesa hizo mpaka sasa haziji katika vyama. Kwa hivyo mahali tunakwambia IEBC tumewapatia pesa kama bunge waweze kufanya general elections. Tumewapatia pesa wachapishe hata nchi za ng'ambo. Tumewapatia pesa mpaka wanaanza wamenunua vifaa kutoka ng'ambo, vile ambavyo vimekuja wiki iliyopita. Kama tungewezesha vyama vya kisiasa vile vinaweza kuchapisha makaratasi yao kwa njia mwafaka na kisheria, na wachapishe register zao mapema, vyama vya kisiasa vinaweza kufanya mchujo wao bila utata na bila sitofahamu ambazo umeziona zikifanyika wakati huu. Wakili Mkanyo, labda tupatie wewe nafasi. Unaona tatizo liko wapi? Mheshimiwa hapa ametaja kitu kimoja na akasema kwamba kwa vyama inawezekana ila hawakujitayarisha. Na nakubaliana naye hapo, na nashikilia tu ile kauli yangu kwamba haya matatizo, itilafu zote ambazo tumekuwa tunaziona ni kwa sababu vyama vya kisiasa hapa nchini kama taasisi hazijakidhi vile vigezo ama vile viwango ambavyo vimekusudiwa kikatiba na kisheria. Na nakubaliana naye mheshimiwa kwa sababu akisema kwamba ni kukosa kujiandaa ama kujitayarisha vizuri, ni kuonyesha kwamba mle ndani mwa hivi vyama ama hizi taasisi hakuna mipango dhabiti. Zile taasisi ambazo zimeundwa ziweze kushughulikia kama ni halmashauri za kushughulikia uchaguzi na hizi nominations, unaona kwamba zinakumbwa na mambo mengi ambayo
si ya kidemokrasia ama hayaambatani na uongozi bora wa taasisi yote, si ya kisiasa peke yake. Ukiangalia kwa mfano itilafu ama changamoto zilizokumba chama cha Jubilee, na uangalie halmashauri zake za uchaguzi, utakumbuka kwamba viongozi wamekuwa wakibadilishwa kila kukicha. Na hawa ni viongozi wa halmashauri za uchaguzi, viongozi kama ni wa chama chenyewe. Kwa hivyo haya mabadiliko na yanaingiliwa na mambo ya kisiasa, na kwa hivyo demokrasia inakosa kukuzwa mle katika chama. Umegusia swala ambalo lina daiwa kwamba zabuni za kuchapisha haya makaratasi pia pengine hazikutolewa kwa njia ambazo ni za kisheria ama njia ambazo ni za utaratibu ambao unapaswa kwa taasisi yote ambayo inaongozwa kwa uwazi na kwa taratibu ambazo zimetungwa na kwa hivyo ndiposa watu ambao pengine wana ushawishi mkubwa katika kile chama walipatiwa hizi kandarasi. Lakini tukiangazia sana utaona kwamba kulikuwa na kuingiliwa kwingi kwa hizi halmashauri na taasisi, na ni kutokana na kwamba kama nilivyosema nafikiri majuma mawili yaliyopita kwamba unakuta kwamba vyama vyetu bado havijafikia vile viwango vya kusema kwamba hivi ni vyama vya kisiasa ambavyo ni dhabiti, ambavyo ni huru, ambavyo vinaweza kujisimamia vilivyo na kuendesha shughuli za kukuza demokrasia na kuwafanya wananchi ambao wanaamua kuwa ni wanachama wa hivi vyama kuweza kujiendeleza na kujieleza kidemokrasia. Nadhani hapo ndipo dosari kubwa ipo ya kimsingi, kwamba vyama vyetu bado havijafikia vile viwango ambavyo tunaweza kusema hivi ni vyama huru ambavyo vinaweza kukuza na kuendesha demokrasia. Mheshimiwa, ni kwamba kikatiba pia ndio haijatajwa kwamba njia gani inafaa kutumiwa. Ndio. Je, unaunga mkono IBC itekeleze mchujo katika vyama? Tena inafaa. Nishawahi kusema kwamba na kisheria inaruhusiwa. Kisheria kuna hilo swala ambalo ni pana. Mheshimiwa ametaja kwamba ukifanya tathmini ya hiyo ibara kamili ya 88 na kwa sababu ya hiyo ibara ndogo aliyotaja kwamba hapo mwishowe IBC ndio wanapaswa kuja kutatua mizozo yote ambayo inaambatana. Kwa hivyo ukitathmini na uangalia mantiki ya hiyo ibara utaona kwamba kwa kweli IBC hawezi kuwa itahusishwa katika mambo ya kura za mchujo katika chama. Na mimi nishawahi kutaja ni kama kuwa na referee ambaye sasa anakuja kwa changing room na anashughulika na masuala ya ni nani atacheza hapa, alafu yeye ndio anaenda kusimamia mchezo. Kwa hivyo kifikra na kidhana hapo ndio unaona kwamba katiba inadhamiria kwamba IBC isihusishwe katika masuala ya mchujo. Lakini hata hivyo sidhani kwamba kama jambo ambalo tumekuwa tukijiuliza kule nje, hivi vyama vya kisiasa kwa mfano kama ni mambo ya uratibu, coordination, mambo ya logistics, mipango na kuona kwamba vifaa vinasambazwa, kuweza kuomba maarifa, ushauri kutoka pengine watu ambao wana uzoefu, taasisi ambazo zina uzoefu. Kwa mfano hili juma lililopita kama Jubilee wangeuliza tunataka kufanya mchujo kwa kaunti 22, je, tunahitaji nini? Kwa sababu IBC unaona kwamba wana uzoefu, wana tajriba kubwa kwa masuala kama haya, na sioni kama kunaweza kuwa na tatizo lolote kwa chama kuweza kuomba ushauri na kupata pengine kutoka IBC. Lakini kama mheshimiwa alivyosema, ushauri upo, hata ushauri upo ukiangalia nchi za nje na mambo kama haya. Kwa hivyo na ili vyama vyetu viweze kukua, na tukumbuke pia kwamba vyama ni taasisi zimelindwa kikatiba, lakini ili viweze kuwa huru ni bora ziweze kuachwa zitengeneze taratibu zake, itikadi zake, ratiba zake. Hivyo ndivyo tutaweza kukuza vyama ambavyo mwishowe tunaweza kusema ni vyama huru. Kwa hivyo kwa hivi vyama kujiwezesha na kuwa na uwezo wa kufanya mipango yake kama hii ya kura za mchujo na kufanikisha, hiyo ndio njia moja bora ambayo
lazima tuone ya kwamba tunasukuma vyama vyetu kuelekea. Tukisema sasa ati tutarundika IEBC hili jukumu, kwanza kuna hilo swala tumeona katika Jubilee na ODM, vyama ambavyo ni vya kitaifa na vikubwa, tumeona zile dosari na ile changamoto kubwa hata ya hela. Sasa tukisema kama ni IEBC watafanya hii kazi, ni kama kusema kwamba IEBC watasimamia chaguzi za kitaifa 3. Tumesikia kwamba ya vyama viwili vitatu, tukiongezea kama Wiper ambacho ni chama kikubwa pia, itakuwa ni kama sasa tunahitaji bilioni 160 ili IEBC iweze kufanikisha kazi. Ningependa kumpatia mheshimiwa nafasi, lakini nakupa na swali pia, kwa sababu kuna wale ambao wamesema kwamba tatizo la Jubilee ni tatizo zuri, ni tatizo ambalo kwamba wamejitokeza wafuasi wao kwa wingi, overwhelming turnout ya voters, na ndio maana wamepata yale matatizo yao. Lakini ukiangalia upande wa NASA, upinzani, matatizo yamekuwa ni ya kuibiana kura, fujo, kupigana na mambo kama haya. Jambo la kwanza nataka niseme kwamba wale watu ambao ile kamati ambayo inasimamia uchaguzi wa Jubilee, mmoja ni mtaalamu ambaye anaitwa Jeffrey Lomiso, ambaye alikuwa anafanya kazi na tume ambayo iliwachishwa kazi. Ni vizuri kwamba niseme kwamba wale ambao walikuwa nawajibika na kazi hii, na mimi niko na suluhu ya kisheria. Mimi naona kwamba baada ya kura hizi tutafuta njia ambapo tutampatia yule ambaye anasimamia vyama hivi, anaitwa Registrar of Political Parties. Kwa sababu huyu mtu ambaye anaitwa Registrar of Political Parties akona ofisi kila county, tutafute njia mwafaka kwamba huyu Registrar of Political Parties atahakikisha kwamba kila chama kiko na register kila county, atahakikisha kwamba kila chama kina wanachama, na atahakikisha kwamba watu wakifanya kura zao wanaweza kuzifanya kulingana na sheria. Suluhu ya pili ni kwamba tungepatia IEBC, hata kama hatutawapatia nafasi ya kuwa hao ndio presiding officers, wawe watu wanaitwa observers, yani waangalie, watupe macho, waangalie, kwa sababu masuala kama yale ambayo tunasikia na yale tunayasoma kisheria, kuna mtu ambaye alipatikana na mapanga, kuna mtu ambaye alipatikana box zimejaa ameshaziweka mtu ambaye kuna video ambayo iko katika mitandao ya Bishop Margaret Wanjiru akipeana hela, akipeana pesa waziwazi ambayo inakiuka sheria za sheria. Kwa hivyo ingekuwa vizuri tungepatia kamati ambayo iko na uwezo kisheria kusimamisha mtu kama huo asisimame kura, kwa sababu katika kura zile ambazo zinakuja za tarehe 8 huwezi simama mahali ambapo video inaonyesha kwamba Bishop Margaret Wanjiru alikuwa amesimama na ukapatia na pesa. Huwezi kufanya vita ambavyo umeviona katika michujo mingi, pande za Nyanza, pande za ngome za Jubilee, na uendelee na kura hizo. Wakati ule tutatafuta njia mwafaka ya mtu akikiwa akona utovu wa nidhamu ama amevunja sheria, umsimamishe asisimame kura. Tutaanza kutafuta kitu kinaitwa discipline ya kisiasa. Na mwisho niseme kwamba hili ni jambo ambalo linafaa kuzungumziwa, kwa sababu kuna shida. Watu wengi kama vile umemsema Mheshimiwa Paul Otuoma, ameenda katika mchujo wa ODM, ameshindwa ama ameshinda, na yeye amesema kwamba hatakubali kuingia mchujo mwingine na ajiondoa na independent mgombea huru. Watu wengi katika NASA na Jubilee wanangoja tarehe 26 waanze kuwa independent candidates, kwa sababu wakati tulibadilisha sheria, na mwenzangu alikuwa katika hiyo kamati, tuliwakataza watu wakitoka katika vyama waingie vyama vingine, lakini hakuna mahali ambapo walikatazwa kutoka katika vyama waingie as independent candidates, kwa sababu hiyo siku za kuingia as independent candidates itaanza tarehe 7 mwezi wa 5. Sio tarehe 10. Ni tarehe 7. Yani 90 days to elections ndio unafaa kuwa an independent candidate. Na makosa ya mwisho na niseme kwamba wakati chama tawala Jubilee kilifikiria kubadilisha tarehe za kufanya uchaguzi, mahali tulikuwa tumeweka katika kamati hiyo, tulikuwa tumeweka siku 90 kabla ya kura, wakabadilisha zikawa siku 120. Hapo ndio mambo yalileta utata na itilafu, kwa sababu
Sasa wale ambao wanadhamiria kwamba wanaweza kuhama katika vyama vingi hivyo waingie vingine, hawawezi, kwa sababu sheria imesema kama jina lako alikupelekwa katika orodha ya chama chako, hauwezi hama sasa kuingia chama kingine. Umefungiwa milango na kisheria. Hayo ndio unasema katika ngome za Jubilee ni nini ambacho kinafanya uone watu wanavutana, wanasukumana nini? Nairobi sasa badala ya kura zifanywe kesho zimeahirishwa zipelekwe Jumatano. Ni nini hasa? Ni kwa sababu wakati walivunjilia vyama tanzu vyao, ukishindwa unaenda nyumbani, hakuna njia nyingine. Na kwa hivyo vita hivi ndio vimefanya watu wakaja wengi, ndio imefanya kuwa kuna high voter turnout. Ndio kwa sababu kila mtu amejipigia debe. Lakini hilo si tatizo zuri kwa Jubilee, imeonyesha dalili wazi kwamba hii ni ishara tuna watu wengi. Ukija hata uchaguzi mkuu hawa NASA wanapiga dogo tu sasa hivi. Tutawashindilia mbali. Ni kweli. Lakini kama Mheshimiwa Rais angetoa ilani kali kwa watu wale ambao wanasimamia kura, kwa sababu wamepatiwa pesa. Ukisoma magazeti ya leo utakuta kwamba wagombea uchaguzi wametumia pesa nyingi sana. Ukivunjilia nominations ambazo zilifanywa last week na watu wamelipa agents wao, kuna wengine wametumia pesa na nini, ni kitu ambacho kinafaa mle mtu ambaye amesimamia hiyo kura awajibike. Anafaa kuwa ameachishwa kazi, kwa sababu huo ni mtu ambaye amefanya watu wengi waadhibiwe kwa makosa ambayo si yao, kwa sababu wao walifanya kazi ambayo walikuwa waifanye. Walitarajia kwamba mtu ambaye anajua anaweza kusoma orodha ya kura, kama kituo cha kura kina watu 1,000, utatumaje kura 200? Ukitumia njia gani? Na ukitumia hesabu ya aina gani? Ukifikiria nini? na ndiposa kuna ile dhana imejitokeza kwamba haya makosa sio makosa tu, si makosa kwa mabana, ni kwamba ni kama yalikusudiwa, kwa sababu ukiawazia sana, kama ni hela, kama mheshimiwa alivyosema, nimesoma kwamba vyama vyote vimekusanya karibu bilioni zaidi ya milioni 1.3 hivi, na Jubilee inaongoza na milioni kama 600 hivi inaongoza. Kwa hivyo, na tukiangalia zile hela pia ilipokea kutoka hizi smart card. Kwa hivyo sidhani hali ilikuwa ni ya hela na mipango kama ulivyosema. Kulikuwa wataalamu, kama ni ushauri upo, kuna wataalamu wengi hata hapa, na mambo ambayo unafikiria, na wale watu ambao wanasimamia ni watu ambao walibobea, wana sifa zao kwa namna moja au nyingine za kisiasa. Kwa hivyo unaangalia unasema kweli hapa ilikuwa kosa ama ilikuwa ni kosa ambalo limesukumwa liwe kama kosa, iwe ni kama kisingizio. Kwa hivyo watu ambao wanajitokeza na hizi nadharia siwezi kuwakosoa, kwa sababu unajua kwa siasa tunasema kwamba there are no accidents in politics, na mheshimiwa ni mwanasiasa. Kwa hivyo pengine ni mambo ambayo pia yamebuniwa yaonekana ni kama ni makosa, lakini kuna watu ambao wanafaidika kutokana na hali ilivyo kwa sasa. Lakini ukweli wa mambo, unajua nyinyi mmekita kwa sheria, na ni vizuri, nyote ni wanasheria, mmekita kwa sheria. Ningependa tuangalie kisiasa, kwa sababu kisiasa hali halisi ni kwamba vyama vyote vimeshindwa. Na sioni hata wanavyosema kwamba wataregelea kesho kutwa, hata hiyo Jumatano, sioni mwafaka wowote kwamba mambo yataenda vizuri. Hasa tukiangalia siasa sasa, ukiangalia Jubilee wote wanapigania tiketi moja. Kote kila wamejitokeza, kila mahali. Lakini ukienda NASA utapata Wiper wamefanya mchujo wao, ODM ndo wale wanaongoza na michujo kila mahali na vita na kila kitu. ANC hata sijui kama wamefanya michujo ama wamepeana tu certificates hivi. Kuna vyama mingi wana mabango ya wagombea. Mpangilio gani mnao kama NASA, especially mahali kama Changamwe? Manake kuna mbunge wa NASA tayari. Na tayari tunamuona Peterson Mitao amejitokeza, amesema amepewa tiketi ya Wiper na anachukua ule wadhifa kutoka kwa Omar Mzee. Hilo ni jambo ambalo linaendelea kuzungumziwa, kwa sababu bado hatujafika wakati huo wa kura. Lakini kwanza labda niseme jambo ukinikubalia. Mwenzangu amesema kwamba mahali kuna moshi kuna moto. Ndio. Katika kura ambazo umeziona na kama umesoma magazeti leo, ni kwamba inawezekana kwamba vyama vingine havitaki nominations zifanywe ili kusikue na vitu zinaitwa na kizungu fallout. Kwa hivyo sasa watu wanazungumza. Inawezekana pia Nairobi watu wanazungumza ili wasizozane
Kama wanaweza gawanya viti bila kufanya mchujo, wafanye hivyo. Lakini yote si ni kumhadaa Mkenya wa kawaida na demokrasia kwa jumla. Haki yake demokrasia. Hebu tupokee jumbe wa Kenya wanasemaje hapo. Jeff Mwenda Mberia kutoka Ntulele Narok anasema maoni yangu ni kwamba tangu mwanzo wa huu mchujo mimi nilikuwa naonelea IEBC ndio ingefaa itekeleze mchujo wa vyama vyote vya kisiasa nchini, ijapokuwa upinzani ukiongozwa na Mheshimiwa Kilonzo Junior. Hapo kamati ya hivi vyama haiwezi tekeleza mchujo wa uhuru na haki kabisa isipokuwa IEBC. Melkizedek Kiboma Onchiri kutoka Bodonya, Kisii County anasema Jubilee ilizama majini. Mwingine hapa anasema ni Jotham Lunani kutoka Lwandeti anasema IEBC should not conduct the nomination. The parties should conduct nominations by themselves. Lakini ukweli wa mambo, hali halisi